Karibu Hope Rise Ministry tena. Ikiwa ni kwa mara yako ya kwanza, ni kuombe usisahau kushare, comment pamoja na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu punde tunapokuwa tukiziweka hewani. Na leo tumeandaa somo zuri linalozungumzia ishara kuu tatu kwa mtu ambaye Roho Mtakatifu ameanza kumwacha. Roho Mtakatifu ni pumzi, Roho Mtakatifu ni mwanga, na Roho Mtakatifu ni kiongozi wa maisha ya Mkristo. Maisha ya Mkristo bila Roho Mtakatifu ni sawasawa na kutembea katika giza nene ambapo hakuna nuru katikati. Hasa zipo ishara ambazo ukiziona hizi, jua ya kwamba nimeanza kutembea katika njia hiyo nikiwa gizani. Moja, ukiona moyo wako unaanza kupoa kwa mambo ya kimungu, mambo ya kiroho, rafiki yangu, nataka nikuambie ya kwamba hii si habari njema na hii si dalili nzuri. Ikiwa mwanzoni ulikuwa na shauku ya maombi, ikiwa mwanzoni ulikuwa na shauku katika kutafakari na kusoma maandiko matakatifu, lakini habari gani sasa hivi unaendelea katika hali gani? Wakati mwingine unajisikia uchovu, unashindwa kabisa kusoma neno la Mungu, unashindwa kabisa kufanya maombi, unashindwa kabisa kutafakari mambo matakatifu. Wakati mwingine unashindwa hata kwenda kanisani kufanya ibada. Wakati mwingine umeshindwa kuwa na maombi binafsi. Nataka nikuambie rafiki yangu ya kwamba hii ni hali ya hatari ambayo Ibilisi anaitumia na kuhakikisha anamuondoa Roho Mtakatifu. Manake Roho Mtakatifu anapokuwepo ndani ya mtu, anamuamshia kiu ya kutafakari, kiu ya kumjifunza Mungu, kiu ya kuomba, kiu ya kusoma neno lake, kiu ya kutafakari. Lakini ukiona ile kiu inatoweka, ni dalili ya kwamba Roho Mtakatifu anaanza kukuondoka. Ufunuo anasema ya kwamba lakini kumbuka upendo wako wa kwanza na ukarudi. Ninakutia moyo rafiki yangu ya kwamba ikiwa kuna namna umejisikia mambo ya kiroho yamepungua kwako, umeshindwa, hebu kumbuka upendo wako wa kwanza na urudi. Ni mojawapo ya hatari na dalili mbaya ya kwamba Roho Mtakatifu ameanza kuacha maisha yako, na maisha yako bila Roho Mtakatifu ni sawa na kutembea katika giza nene. Ishara nyingine ambayo pia inaonyesha Roho Mtakatifu ameanza kukuacha ni kuanza kurudia dhambi za zamani, lakini pia kushindwa kudhibiti dhambi. Roho Mtakatifu ndiye kiongozi na ndiye msaada wetu katika kutushindia dhidi ya dhambi. Ndiye anayetugaia tunda la Roho ambalo linaweza kutusaidia katika kushinda. Ni msaidizi, ni mfariji, lakini pia anatuelekeza katika njia ya Kristo, katika njia ya neno la Mungu. Nataka nikuambie rafiki yangu, pale utakapogundua ya kwamba unarudia matapishi ya dhambi za zamani, minyororo iliyokuwa imekufunga zamani imeanza tena kukufunga tena. Ulikuwa unafanya dhambi za siri, umeanza tena kuzirudia. Ulikuwa sio msomaji wa neno, umeanza tena kurudi kule. Ukiwa ulikuwa unafanya dhambi fulani na unazijutia kweli kabisa, lakini umerudi tena katika matapishi ya zamani. Nataka nikuambie rafiki yangu ya kwamba hii ni dalili mbaya inayokuonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu ameanza kukuacha pole pole, lakini kwa uhakika mwingi. Ninakutia moyo katika siku hii ya leo ya kwamba haitoshi kujutia dhambi unazofanya. Usitamani kurudi katika matapishi ya zamani, manake ni kumhuzunisha Roho wa Mungu. Na shetani anakujaza ujasiri ya kwamba wewe tembea tu, kuwa na ujasiri, anakujaza ujasiri wa kurudi katika matapishi ya zamani. Lakini ngoja nikuambie, hamna msaada katika hilo. Roho Mtakatifu anakuacha pole pole, lakini kwa uhakika. Usalama wako upo katika kuishi katika neno la Mungu na sio kurudi katika matapishi ya yule adui na shetani. Wakati mwingine Petro alizungumza swala hili ya kwamba ni sawasawa na mbwa kurudi katika matapishi yake, au nguruwe aliyooshwa kurudi katika takataka. Ninakutia moyo usikubali kurudi katika matapishi ya zamani. Siri nyingine na ishara nyingine ni kujisikia hatia na kukosa amani ya moyo. Rafiki yangu, Roho Mtakatifu ndiye anayetuachia amani. Wakati mwingine unapojisikia unajisikia hatia
na wakati mwingine unajisikia kabisa maumivu, unajisikia kukosa amani, unajisikia furaha yako inaondoka. Nataka nikuambie, hebu tafakari njia zako. Huenda ikawa umemhuzunisha ule Roho wa Mungu ambaye ni mfariji wa kweli katika maisha yako. Wakati mwingine amani yetu inapatikana katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu akiingia ndani ya maisha yako utajisikia amani. Roho wa Mungu akiingia katika familia yako utajisikia amani. Wakati mwingine tumetembea na maisha ya wasiwasi, maisha ya mashaka, tunajisikia hatia juu ya dhambi. Wakati mwingine ni maumivu makubwa, tunaumia kwa jinsi ya ajabu sana. Ngoja nikuambie, Roho Mtakatifu anatuachia amani. Ukijisikia maumivu tu, huenda ikawa ni dhambi zimekuendesha katika njia hiyo, Roho Mtakatifu anatengeneza njia kukuvuta ili urudi katika njia. Ikiwa unajisikia kuumizwa na dhambi uzifanya, ni njia ambayo Roho Mtakatifu anakuita ili usogee, ili utubu. Maana yake Mungu anasema kwamba kila aziungamaye dhambi zake atasamehewa. Rafiki yangu, ngoja nikuambie katika siku hii ya leo, katika channel hii ya Hope Rise Ministry, ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa neema. Wakati mwingine tumemhuzunisha Roho Mtakatifu, lakini amekuwa msaada katika maisha yetu kila wakati, akituambia njoo. Yesu alisema, amani yangu na waachieni, amani ile ambayo ni ya Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na amani. Ukiwa na maisha ya mashaka, ni dalili ya kwamba Roho Mtakatifu ameanza kukutoweka. Rafiki yangu, nikutie moyo ya kwamba mhitaji Roho Mtakatifu, maana hutaweza kufanya jambo lolote, na uhakika ni kwamba huwezi kufanya jambo lolote bila Roho Mtakatifu. Yesu alituambia bila yeye hatuwezi kufanya jambo lolote. Utapambana katika maisha yako, lakini hutaweza. Na ni dalili mbaya sana katika maisha ya Ukristo Roho Mtakatifu anapotuacha. Rafiki yangu, huenda ikawa umemhuzunisha Roho Mtakatifu na ameanza kukuacha taratibu, lakini kwa uhakika nikutie moyo leo kwa kusikiliza neno hili katika channel hii, ya kwamba sasa ni wakati wako wa kutafakari na kuchukua hatua. Roho Mtakatifu bado ananong'oneza. Ikiwa umepata fursa ya kusikia somo hili, bado anamaanisha kwamba anakuita, bado hajakuacha kabisa. Ila kwa kuwa kama kuna mambo yako hayo unaendelea kumzimisha taratibu, sauti yake itaenda taratibu, na kuna nyakati hutaisikia tena. Nikualike katika wakati huu, nikualike katika channel hii, msikilize Roho Mtakatifu. Karibu sana hapa Hope Rise Ministry, kila siku